Kuna watu wanaonekana wako bize sana na maisha, lakini ukichunguza kwa undani, hakuna maendeleo ya kweli yanayotokea. Kila mwaka unaenda, lakini mzunguko wa matatizo ni ule ule. Na mara nyingi chanzo si bahati mbaya, ni tabia ndogo ndogo ambazo hazionekani kirahisi. Leo nitakuonyesha tabia 7 za watu wenye akili ndogo. Lakini kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe na kulike video hii ili iwafikie wengi, wajifunze na wabadilike. Tabia ya kwanza, wanarudia makosa yale yale huku wakitegemea matokeo tofauti. Hii ndiyo dalili kubwa kabisa. Mtu anafanya kosa, analiona wazi, analalamika, halafu kesho anarudia tena kitu kile kile. Ameumizwa na mtu, anarudi kwa huyo huyo. Ameshindwa kwa njia fulani, anatumia njia hiyo hiyo tena bila kubadilisha chochote. Na bado anategemea maisha yake yatabadilika. Ukweli mchungu ni huu. Hiyo si bahati mbaya. Hiyo ni kujidanganya. Kwa sababu akili inatakiwa kujifunza kutokana na makosa, sio kuyarudia kama kawaida. Na mtu anayeshindwa kubadilisha hatua zake baada ya kuona matokeo mabaya, anajifungia mwenyewe kwenye mzunguko wa kushindwa. Tabia ya pili, wanapenda lawama kuliko uwajibikaji. Kila kitu kinapoharibika, wanatafuta nani wa kumlaumu. Ni rafiki, ni familia, ni serikali, ni mazingira, lakini si wao. Wanajipa sababu nyingi za kwa nini hawajafika wanapotaka kufika, lakini hawajipi majibu ya nini wanapaswa kubadilisha. Na kwa kufanya hivyo, wanajinyima nguvu yao wenyewe bila kujua. Kwa sababu ukweli ni huu. Pale unapoweka lawama nje yako, unahamisha pia uwezo wa kubadilisha maisha yako. Uwajibikaji unaweza kuuma, lakini ndio mwanzo wa mabadiliko ya kweli. Tabia ya tatu, wanachagua hisia kuliko uhalisia kila mara. Hawafanyi maamuzi kwa mantiki, wanafanya kwa hisia za muda mfupi. Wakikasirika, wanaongea bila kufikiria. Wakifurahi, wanaahidi vitu wasivyoweza kutimiza. Wakiumia, wanafanya maamuzi ya haraka ambayo baadaye wanayajutia. Kwa hiyo, kile wanachohisi kwa muda huo ndicho ukweli wao, hata kama kinaumiza maisha yao kwa muda mrefu. Lakini ukweli ni huu. Hisia hubadilika, matokeo hubaki. Na mtu anayeongozwa na hisia kila wakati, anaweka maisha yake kwenye mikono ya hali zisizo na uthabiti. Akili ya kweli inajua kusikiliza hisia, lakini haiziachi ziongoze kila uamuzi. Tabia ya 4, wanabishana kushinda, sio kujifunza. Kwa hiyo, kila mazungumzo ni kama mashindano. Lazima wao wawe sahihi, hata kama hawana uhakika. Hawapendi kusikia mitazamo tofauti, na wakisahihishwa wanachukulia kama kushushwa hadhi. Na matokeo yake ni kwamba wanakosa nafasi nyingi za kujifunza kitu kipya. Kwa sababu akili inayofunga mlango wa kusikiliza haiwezi kupokea maarifa mapya. Lakini ukweli ni huu. Hakuna mtu anayekua kwa kubaki sahihi kila wakati. Ukuaji huanza pale unapokubali kwamba bado una mengi ya kujifunza. Tabia ya 5, wanapenda raha ya haraka kuliko mafanikio ya muda mrefu. Wanachagua kile kinachowapa furaha ya sasa bila kufikiria gharama ya kesho. Ni starehe za muda mfupi, maamuzi ya haraka na kuridhika kwa papo hapo. Lakini polepole, maamuzi hayo yanajenga maisha ambayo hawakuyapanga. Kwa sababu kila chaguo la leo linaathiri kesho. Na mara nyingi, wanapogundua wamechelewa, wanatamani wangerudi nyuma. Lakini ukweli unabaki kuwa ule ule. Mafanikio ya kweli yanahitaji nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kukataa raha ya muda mfupi kwa ajili ya faida ya muda mrefu. Tabia ya 6, wanachukia kukosolewa na kukubali makosa yao. Kila wakisahihishwa, wanajilinda. Wanaona kama wanashambuliwa badala ya kusaidiwa. Na kwa sababu hiyo, wanakosa nafasi ya kuona mapungufu yao waziwazi. Wanabaki kwenye makosa yale yale, wakirudia mizunguko ile ile bila kubadilika.
kwa sababu hakuna mtu anayeweza kubadilika kama haoni kosa lake. Lakini ukweli ni huu: kukosolewa sio adui yako, ni kioo chako. Na mara nyingi kile kinachokuumiza kusikia ndicho unachohitaji kusikia ili ukue. Tabia ya 7: wanatumia muda mwingi kuangalia maisha ya wengine kuliko kujijenga wao wenyewe. Watu hawa wanajua kila kinachoendelea kwa wengine: nani kafanikiwa, nani kaanguka, nani kafanya nini. Lakini ukiangalia maisha yao binafsi, hakuna mabadiliko makubwa yanayotokea. Wanatumia muda mwingi kufuatilia, kulinganisha na hata kuhukumu wengine, badala ya kutumia muda huo kujifunza, kujiboresha au kujenga kitu chao. Na ukweli mchungu ni huu: huwezi kubadilisha maisha yako kwa kuisha maisha ya mtu mwingine kichwani mwako. Mabadiliko huanza pale unapogeuza macho kutoka kwa wengine na kuyaelekeza ndani yako. Hakuna mtu atakayekuja kukwambia ukweli kila siku kama hivi, na hakuna atakayekulazimisha ubadilike. Lakini matokeo yako yatakuwa ya wazi kwa kila mtu kuona. Kwa sababu mwisho wa siku, maisha yako ni matokeo ya tabia zako. Kwa hiyo kama bado hujasubscribe au kulike video hii, fanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na madini kama haya kila wiki. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.